Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, kwa dakika chache za kufahamu machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kuvegulia kurasa kwa hili. Wakulima na wavuvi zaidi ya 32,000 visiwani Zanzibar wamewezeshwa takriban shilingi bilioni 36.5 za kununulia boti maalum za uvuvi pamoja na mikopo kwa wakulima wa zao la mwani. Wakulima na wavuvi hao wamesema kuwa uwezeshaji huo umewarahisishia shughuli zao za kila siku za kuongeza kipato, na wanatarajia kuongeza kipato cha binafsi na taifa kwa ujumla. Sasa hivi tunapanda mwani kina cha maji marefu, tunaenda mbali kinyume na hapa. Baada ya kupatiwa vyombo, hali ya maisha tayari ilianza kubadilika, kwa sababu mimi mwenyewe naweza nikachukua boti nikaenda kwenye shamba langu la mwani nikalima mwani wangu bila tatizo lolote. Pia kuna swala zima la kaushio, jambo ambalo wakati kupo na mvua, kupo na jua, tunanika mwani bila matatizo yoyote, jambo ambalo sasa hivi wakulima tunajisikia faraja kubwa sana. Tuendelee na kurasa. Baadhi ya wakazi wa mkoa wa Dar es Salaam wamemuomba Waziri wa Ujenzi Abdalla Hamis Ulega kujitokeza na kuzungumzia mwenendo wa ujenzi wa mradi wa mabasi yaendayo kwa haraka unaopitia barabara ya Bagamoyo. Wananchi hao wanaamini kuwa muda wa kukabidhi ujenzi huo ulishapita kitambo, huku kukiwa hakuna dalili zozote za ujenzi huo kukamilika mwaka huu. Kuhusu swala la ujenzi wa barabara ya mwendokasi, labda angejitokeza Waziri wa Ujenzi akatuelezea mradi utakamilika lini, maana tunaona unaendelea na hatujajua mwisho wa deadline ya ujenzi. Athari zake ni kubwa, kwa sababu unaweza ukawa umetoka umependeza unaenda sehemu kwa vumbi la barabara, kwa mfano kwenda Tegeta, vumbi sana, lazima ukaoge tena unakoenda. Mimi ningekuwa na shauri serikali ifanye haraka kukamilisha huo ujenzi, kwa sababu abiria wanapata hadhi ya kwa vituo vya kusubiria daladala. Mara nyingi ukiangalia watu wanakuwa na wahi kazini, taratibu ya kujenga taifa. Ningemshauri Waziri wa Ujenzi afanye haraka akamilishe huo mradi kamilike haraka. Mimi binafsi ningependa hata kuisha hata mwezi wa 12, yani mwaka huu ungeisha ingekuwa safi, kwa sababu ingeturahisishia mambo ya kazi zetu, usafiri, msongamano wa foleni barabarani ungestopisha. Tumalizie kurasa kwa hili. Nyumba yenye vyumba 12 imeteketea kwa moto katika mtaa wa Kiusa Lihe, kata ya Kiusa katika manispaa ya Moshi, huku watoto wawili wakinusurika baada ya kutambua hatari na kutoka moto bahati kutoa taarifa kwa majirani. Kaimu kamanda wa kikosi cha zima moto na uokoaji mkoa wa Kilimanjaro, Jeremia Mkomagi, amesema kuwa taarifa za moto huo zilipokelewa na kikosi chake ambacho kilifika kwa haraka katika eneo hilo na kusaidia katika harakati za uokozi. Kuna watoto wadogo wawili ambao baada ya kuona huo moto walitoka kwenda kwa jirani kutoa taarifa kwamba kuna tukio la moto, na hivyo huyo jirani ndio akapatia taarifa ya kutoka kwa tukio la moto. Kwa hivyo tumefika eneo la tukio, tukakuta moto umesambaa katika eneo lote, na baada ya kuona moto ni mkubwa ikabidi tuongeze nguvu kwa kuongeza gari lingine. Kwa hivyo yakapi magari mawili, lakini moto hapa unaendelea kuwaka, na tunashukuru pia wenzetu wa zimamoto wa TPC pia na wao walikuwa kutusaidia kwa kuongeza gari lingine la 3. Nilikuwa nyumbani, yani baada ya hii nyumba iliyoungua, mimi nakaa nyumba ya 4 pale. Jirani yangu mmoja nilimsikia akipiga kelele ukunga. Kwa hiyo nikawa sasa tunajiandaa hata kwa wale wasikia ukunga. Nikawahi kufika hapo kwenye eneo la tukio kwa sababu nyumba 4 pale. Sasa tumekaa hapo nje, akaja mtoto. Akasema kuna moto kule kwetu. Sisi tukatoka hapo, tukaenda kufika moto umeshawaka pale cha chini kile ambacho kila mtu nyumba haina mtoto mmoja. Moto umewaka, chukua maji, bila maji mwanga. Kumbe nyumba imeshasambaa nyumba nzima. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Kesho je, kuna nini? Tafadhali usikose kuangalia kurasa. Na kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuletea kurasa kwa siku hii ya leo, mimi naitwa Abel Kilumbu. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.